msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, Jumatatu, juma la 7 kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika Matendo ya Mitume sura ya 19 aya ya 1 hadi ya 8, na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohani sura ya 16 aya ya 29 mpaka ya 33. Karibu tusikie somo la Injili. Wanafunzi walimwambia Yesu, "Tazama, sasa wasema waziwazi, wala huneni mithali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala huna haja ya mtu akuulize. Kwa hiyo tusadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu." Yesu akawajibu, "Je, mnasadiki sasa? Tazama, saa yaja, naam, imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Ndugu wapendwa, karibuni tutafakari pamoja Injili tuliyoisikia hivi punde. Tutatafakari chini ya ujumbe ushindi juu ya ulimwengu. Sehemu ya Injili tuliyoisikia bado ni mazingira yale yale tuliyokuwa nayo kwa vipindi vilivyopita hapo nyuma. Yesu katika sehemu ya karamu ya mwisho akiwa na wanafunzi wake, akiwafundisha, akiwakumbusha, akiwaonya na kuwatia moyo juu ya mambo mbalimbali ambayo yangetokea kwenye maisha yao. Lakini jambo kubwa analowaambia ni jambo ambalo lingetokea siku ile itakayokaribia siku ya kuteswa kwake. Katika muktadha huu tutaangazia mambo matatu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anatushirikisha kupitia sehemu hii ya Injili kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, Yesu anazungumza wazi, sio kwa mifano wala mafumbo tena. Wanafunzi wanaonekana kuelewa maana ya maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyazungumza mara nyingi kwa mifano na fumbo, wakayaelewa waziwazi. Akili zao zinaonekana kuangaziwa na kuonyesha kwamba kile kilichokuwa kwa jinsi ya fumbo kimeeleweka kwao. Ni wazi kwamba akili zao zilionekana kulielewa kabisa fumbo la maisha ya Yesu, ya kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya kuukomboa ulimwengu na yeye alitoka kwa Baba. Akili zao zilielewa pia kwamba Yesu ni mwana wa pekee wa Mungu na ni mshiriki halisi wa umungu katika nafsi ya pili ya Mungu, yaani Mungu Mwana. Utambuzi huu yakinifu ambao mwanadamu anafunguliwa wazi kumwelewa Mungu ni utambuzi yakinifu ambao mwanadamu anafunguliwa wazi kumwelewa Mungu. Ndugu zangu, hata kwetu sisi Yesu hayuko tena kwa jinsi ya kificho. Daima yuko wazi mbele yetu. Tujiulize, je, tunamwelewa? Tunamwelewa Yesu kupitia matukio ya maisha? Daima tuhakikishe kwamba kujifunua kwake kwetu kwa njia ya kanisa kunaeleweka vizuri. Yesu aeleweke kwetu kama Mungu daima, ambaye anajifunua kwenye maisha yetu ili kutupatia wokovu, na aeleweke daima kwamba yu kati yetu kama ndugu yetu anayejishughulisha sana na maisha yetu. Kwa hiyo tusidharau kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo ya kutupatia wokovu anaotushirikisha kwa njia ya kanisa. Na kwa muktadha huo, Yesu anapoeleweka wazi kwenye maisha yetu, anatushirikisha nafasi yake na kutufanya kuwa Kristo mwingine. Jambo la pili,
Katika sehemu hii ya Injili tunajifunza usaliti katikati ya mateso. Yesu anawaonya wanafunzi wake kwamba saa mateso yatakapomkabili, wao watakimbia, watamuacha peke yake. Yesu usiku ule ule anakamatwa bila usumbufu, anajikabidhi kwa mamlaka za Wayahudi. Wanafunzi kwa mshangao wanakimbia, wanajificha, wanakwepa kuwa pamoja na Bwana wao. Lakini jambo la kushangaza, Bwana wetu Yesu Kristo anasema katika saa hizo za mateso, saa za adha, saa za dhiki na uchungu, yeye hatakuwa peke yake, Baba atakuwa ndani yake. Ni maneno haya ya uthibitisho tunayapata katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya 5 aya ya 19, anaposema, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Yesu aliachwa peke yake, lakini Mungu alikuwa ndani yake. Ni wazi hata sisi katika maisha tunaweza kupatikana na nafasi za kuwa peke yetu, tukasimama wenyewe, tukaachwa na ndugu, jamaa, rafiki na hata waliokuwa karibu nasi. Lakini jambo kuu katika nyakati hizo, tuhakikishe kwamba Mungu hajatuacha au sisi hatujamuacha Mungu. Ni wazi pia hata sasa wako watu ambao kwa vita, njaa, kukosa kazi au chakula wanaona Mungu hayupo, Mungu amewaacha, Mungu amejitenga nao. Ndugu wapendwa, kwa yeyote anayesikia hayo leo, ajifunze kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ahakiki kuwa bado hata kama ulimwengu umemwacha, watu wamemtupa, hali au serikali za dunia zimemsukumiza pembezoni, Mungu yuko pamoja naye. Tunasoma maneno ya kututia faraja kupitia maandiko ya Nabii Mika sura ya 7 aya ya 8, anaposema, usifurahi juu yangu, adui yangu, niangukapo nitasimama tena, nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru yangu. Zipo nyakati za kuanguka, ziko nyakati za giza, lakini tujue kwamba nyakati hizo hazidumu. Yesu ambaye alikamatwa kwa aibu, alifufuka, akaketishwa juu sana kuliko falme, tawala, milki na mamlaka. Na kwa kuketishwa huko, dhambi haiwi tena utumwa wa mwanadamu, aliishinda. Hata kwangu pia, pale ninapopatwa na mashambulio ya aibu, dharau, dhihaka na mambo yanayofanana na hayo, maadamu nimetunza uhusiano mwema na Mungu, yeye ataniinua tena. Mzaburi anaimba katika Zaburi ya 23 anaposema, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Tusizimie moyo tunapokumbwa na matatizo, tusizimie moyo tunapokumbwa na shida na adha za maisha. Mtunga mithali anasema mahali fulani, azimiaye wakati wa taabu, nguvu zake ni chache. Rejea Mithali sura 24 aya ya 10. Tumuombe Mungu atupe kao lake wakati wa taabu zetu na mashambulio mbalimbali ya maisha. Jambo la 3, shangilio katikati ya dhiki. Yesu anawaambia wanafunzi wake, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ni wazi anaeleza kuwa ushindi ungepatikana kupitia msalaba, sio kwa kuukimbia msalaba. Amani ingepatikana sio tu kwa kuwa huru nje ya vitisho vya ulimwengu, bali kwa kuendelea kuwamo katikati ya dhiki ya ulimwengu, lakini ndani yetu tukiwa na amani yake. Ndilo jambo ambalo tasali katika sala yake ya kikuhani anaposema, mimi siombi uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Rejea Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya 15. Anaeleza ugumu, mashambulio, dhiki, adha ambayo wanafunzi wake wangeipata kwa kuwa mashuhuda wa Kristo. Na tunaelewa wazi masimulizi ya kale yanavyotusimulia hali ya kanisa la kwanza, jinsi lilivyoishi katika mateso, mauaji na manyanyaso ya aina mbalimbali. Kwa hivyo nasi wapendwa, katika siku ya leo kupitia sehemu hii ya Injili tunaalikwa
na tunaambiwa tutapita katika mateso. Si vyepesi kuubeba msalaba wa mateso na kuyasadaka maisha yetu kwa Kristo. Si jambo la kushangilia sana, si jambo la kututukuza sana, wala si jambo la kutukweza sana. Ni jambo ambalo linaweza kutupeleka katika mateso, lakini jambo kubwa tunalotakiwa kubaki nalo mioyoni ni kwamba katika mateso Kristo aliushinda ulimwengu. Vivyo na katika mateso yetu twaweza kuushinda ulimwengu. Baba yetu Mtakatifu Gaspari del Bufalo anafundisha kwamba unaona mtu anavyoitwa kwa namna nyingi ili kubeba msalaba, kuubeba kwa amani. Kanuni ya kwanza ni kubeba kwa uvumilivu, ya pili ni kubeba kwa furaha, na ya tatu ni kubeba kwa kushangilia. Ndugu wapendwa, katika kutimiza kusudi la kuumbwa kwetu, tusiutupe msalaba wa Kristo. Yeye aliushinda ulimwengu, na sisi kwa mfano wake, kama yeye alivyoubeba msalaba hata akateswa na kusulubiwa kwa ajili ya huo, na akahesabiwa kuwa mshindi wa kuushinda ulimwengu, tufuate nyayo zake kwa kubeba misalaba yetu kwa uvumilivu, huku tukimwangalia Kristo aliye mwanzilishi wa safari ya ukombozi wetu. Je, ni nini kinanitia aibu katika maisha haya? Ni ulevi? Ni uasherati? Ni dhambi za uchafu? Au mazoea mbalimbali yanayonipelekea katika dhambi? Ndugu wapendwa, kupitia Injili ya siku ya leo tunakumbushwa dhambi isiwe sababu ya aibu yetu, bali kama tunaaibishwa katika maisha haya, tuaibishwe kwa kuwa tunamtumainia Kristo. Rejea Matendo ya Mitume sura ya 5 aya ya 41. Hao wakatoka katika ile baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kuwa wastahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Kwa kuwa Bwana wetu Yesu Kristo ameushinda ulimwengu, na vivi sisi kwa kuibeba misalaba yetu kwa uaminifu, kwa furaha na kwa upendo na amani, huku tukimtazamia yeye, tutaushinda ulimwengu. Ndugu wapendwa, tunafundishwa na maneno ya Mtakatifu Gema Galgani: Bwana Yesu, utakaporuhusu mateso yaje kwangu, naomba tusifanye kelele, mambo yote yawe siri tu. Mimi nataka kukupenda kwa msalaba wako, sitaki kitu kingine, nataka kukupenda tu. Yesu kwa kuwa aliushinda ulimwengu, anatupa mfano halisi wa sisi kuushinda ulimwengu. Sisi kwa kuwa wafuasi wa Kristo, kwa njia ya kanisa tunahesabika kuwa washindi dhidi ya ulimwengu. Haijalishi ulimwengu umezungukwa na vita, njaa, adha, matusi na udhia mbalimbali, lakini kwa kumfuata Kristo kwa uaminifu, kwa kumwelewa wazi katika sakramenti, kwa kumwelewa wazi kupitia watu na watumishi wake, tutaushinda ulimwengu. Daima tumtazamie Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye Mungu alikuwa ndani yake pale alipokuwa akiupatanisha ulimwengu pamoja naye. Tumwelewe katika fumbo la Ekaristi, tumwelewe katika msalaba, tumwelewe katika sakramenti. Hata tukishindwa kumwelewa, tumwelewe kwa njia ya mamaye Bikira Maria. Mara nyingi tunapokumbana na adha ya kutokumwelewa Yesu, tumkimbilie mama yetu Bikira Maria. Yeye atatuonyesha waziwazi mwanaye ambaye daima anaonekana kuwa katika fumbo. Tunapomkimbilia Maria, ndugu wapendwa, atatuonyesha wazi Yesu hayuko katika fumbo, bali anakuwa rafiki wa karibu yetu. Daima tutafute ukweli kwa kumjua Yesu, tuujue ukweli kwa kumjua Yesu, na tuuishi ukweli kwa kumjua Yesu. Yesu pekee ndiyo ukweli. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Kelly David Mwandiga wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasakafia